Maridhiano yawe ya wananchi, maridhiano yawe ya vyama vya upinzani, maridhiano yawe ya viongozi wa dini, maridhiano yawe ya asasi za kiraia, maridhiano ya kinchi, maridhiano ya kijamii. Na serikali isiye mtawala wa maridhiano hayo, kuwe na third party. Third party ni mtu wa tatu. Huyu mtu ndio akaribishe serikali, akaribishe CCM, akaribishe upinzani, akaribishe vyama vya upinzani, akaribishe viongozi wa dini, akaribishe Watanzania, ndio maridhiano yafanyike. Kutolewa fidia kwa familia zilizofiwa, waliopata ulemavu wa kudumu na waliopoteza mali. Hapa tunaona kwenye media wanalalamika mali zao ziliharibiwa. Inawezekana wewe umpige mtu makofi kwanza, kofi la kushoto, kofi la kulia, au tukae tuongee sasa. Na ukikaa ukiongea naye hujali, kesho nampiga tena, ndio tukae tuongee. Ndio ambacho kimekuwa kikifanyika. Nchi inahitaji kuponywa. Tunatoa rai kwa vijana wote nchini na vijana wa vyama pinzani kuungana pamoja, kuwa na mshikamano, umoja madhubuti katika kipindi hiki kigumu cha giza nene ndani ya nchi yetu. Mungu ibariki Tanzania. Mungu unganisha taifa letu. Mungu tubariki Watanzania wote. Hii hapo bwana ni sauti ya mwenyekiti wa ngome ya vijana wa chama cha ACT Wazalendo ngazi ya taifa kabisa, ambaye julikana kama Abdul Nondo, ambaye ametoa wito wa kufanyika kwa maridhiano ya kitaifa yatakayohusisha makundi yote ya kijamii, kuanzia makundi ya kijamii, kisiasa na kidini, huku wakisisitiza kwamba serikali isiwe msimamizi wa maridhiano hayo, bali pawepo mtu wa tatu, yani third party kwa kizungu, mtu ambaye ni huru atakayeratibu mchakato huo. Akizungumza na wanahabari jijini Dar es Salaam, Nondo bwana amesema kwamba maridhiano ya kweli ni lazima yahusishe wananchi wote, vyama vya upinzani, viongozi wa dini na asasi za kiraia, ili kujenga umoja wa kitaifa na upomonyaji wa kitaifa au wa kijamii kufuatia matukio ya vurugu na mauaji yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka huu 2025. Aliongeza pia kuwa maridhiano hayo hayawezi kufanikiwa bila kutolewa fidia kwa familia zilizopoteza ndugu, waliopata ulemavu wa kudumu na waliopoteza mali kutokana na vurugu za kisiasa. Nondo pia ametoa wito kwa vijana wote nchini, hususan vijana wa vyama vya upinzani, kwamba inabidi waungane kwa mshikamano wa umoja katika kipindi hiki alichokiita cha giza nene nchini, akisisitiza kwamba umuhimu wa umoja na maombi kwa ajili ya taifa. Sasa hapa anachokitaka Nondo ni kwamba serikali isihusishwe kabisa, sababu hao ndio sababu kuu, kulingana na vijana kwamba ndio sababu kuu ya haya machafuko kutokea. Sasa hafai kuwepo kabisa kwenye meza ya kujadili nini mwafaka, kama kujadili maridhiano yatakuwaje, kama ilivyokuwa mwaka 2007 wakati wa machafuko ya baada ya uchaguzi wa mwaka 2007 nchini Kenya. Ni kwamba ilibidi awepo mtu wa tatu, yani third party kama alivyosema, ambaye alikuwa ni Kofi Annan, ambaye alikuja kuwapatanisha hayati Raila Odinga pamoja na hayati mzee Mwai Kibaki wakati wa machafuko ambayo yalikuwa yanashuhudiwa. Sasa kwa upande wa Nondo bana amesema kwamba inabidi ifanyike kama hivyo, na anakumbuka kwamba naibu kiongozi wa Chadema pia alikuwa amesema kwamba inahitajika kabisa ufanyike uchunguzi wa kina kabisa kwenye mauaji kama ilivyofanyika nchini Kenya mwaka 2007. Sasa sijui kama serikali itakubaliana hiki ambacho amekisema, na wewe pia unaweza kunipa maoni yako. Je, unahisi kwamba serikali haifai kabisa kuhusishwa kwa namna yote katika maridhiano ambayo wanayapanga kuyafanya? Wewe pekee ndio unaweza kunipa maoni yako pale chini kwenye uwanja wa comment.